Mtazamaji wa Lindimo Media, eneo hili nililopo ni katika eneo linalounganisha kata mbili, kata ya Mwawaza pamoja na kata ya Shinyanga mjini. Eneo hili ambalo natazama hapo nyuma ni katika ujenzi wa daraja mara baada ya kuvunjwa kwa daraja la hapo awali ambalo lilikuwa linaruhusu kupitisha gari moja tu, na lilikuwa linaleta adha kwa baadhi ya wananchi wanaofanya shughuli zao kutoka katika kata moja kuelekea kata nyingine. Tumefika hapa na kuzungumza na baadhi ya wananchi ambao wanaeleza kile ambacho wanakitazama hapa mara baada ya kuvunjwa kwa daraja na matarajio yao mara baada ya kukamilika kwa daraja hili. Kwa majina naitwa Sulemani, ni mkazi wa Bondeni huku Pongoji. Katika changamoto tunazokutana nazo kwenye hili daraja, cha kwanza kabisa lilikuwa finyu dogo, umeona. Kwa muda mwingine yani hata ajali yani kutokea ni virahisi sana, umeona. Kwa hiyo kwa ukarabati wa hili daraja tungependa tu kumwomba mkandarasi atuwaishie tu ujenzi wa hili daraja, maana kwanza ukiangalia hili daraja ndo yani watu wengi wa Upongoji Ndala tunalitumia hili daraja, umeona. Kwa hiyo lilivyo kwa hii situation ilipofikia hivi, tunaomba tu watu waishie, maana kwanza sisi wenyewe kama unavyoona hapa bodaboda, hili ndo daraja letu kubwa ambalo tunatumia. Ukiangalia sasa hivi barabara tulizotengenezewa hizi za vichochoroni pia inakuwa hata hatari kwa maisha yetu pia na kwa abiria wetu, umeona. Kwa hiyo ndio hivyo, pia hili daraja likikamilika sisi tutakuwa na uhuru, umeona, kwa tunafanya kazi zetu nini kwa uhuru. Pia hata hapa kipindi kingine yani tunashindwa kupishana hata na magari kwa sababu daraja lilikuwa dogo, umeona. Ndio hivyo, hapa kuna siku imetokea ajali hivyo, ambulance imepita na mtu, umeona, kwa ajili ya ufinyu wa daraja. Lakini kwa vile tumesha linapanuliwa daraja, hiyo pia kwetu itakuwa ni faida kubwa. Naitwa Isidori Zakaria Matias, ni mkaaji wa hapa Pongoji Bondeni. Nipo jirani na daraja hili. Changamoto ya kwanza kabla hawajabomoa, kweli tulikuwa tunalilia kilio cha daraja kupanuliwa. Lakini baada ya hapo muda umefika wa kupanua daraja, wamekuja wamevunja. Lakini changamoto iliyobaki ya pili ni kivuko. Yani baada ya kuvunja daraja, yani mbadala wa watu kupita hamna. Ukiangalia ni kama mita 500 walikojenga daraja kivuko huko. Sasa kuzunguka mtu hapa kusema toke hapa zunguka hadi huko inakuwa ni kazi. Na bado kuna kazi huwa zinaendelea. Ili daraja wapita kwa miguu wanalifunga na lenyewe. Ina maana mtu analazimika zunguke hadi huko na lelini. Kwa hiyo nilikuwa naomba kabisa kama inawezekana, kitu cha kwanza watuwekee kivuko, pikipiki na baiskeli zipite. Lakini wakisema kwamba yani kwa huu ujenzi wa daraja mpaka liishe, lakini adha ya kuvuki na kuwa ya hivi, yani bado tuko kwenye matatizo. Yani wao watujengee daraja hata kama limalize mwaka au miaka miwili, lakini watujengee kivuko karibu. Lakini kuna muda wanakuja wanafunga hapa barabara, hata wa miguu hapiti, wa pikipiki hapiti. Yani shida yetu kwa mazingira hapa, tunaomba kivuko tu hapa karibu. Lakini daraja walikoweka mita 700 unazunguka unapita huko, sio daraja. Jenga hapa, weka kivuko pembeni. Ni hayo mheshimiwa. Labda baada ya kukamilika sasa kwa ujenzi huu, labda tija itakuwa ni ipi sasa kwa upande wenu wa wananchi ama wakazi wa mtaa huu? Yani kwa sasa hivi kweli kuna mambo fulani yamekaa, kwa sababu gari haipiti. Kulikuwa tunateja, tuna biashara hapa karibu, tuna wateja wanapita na magari, bado wa pikipiki. Kwa kweli ikikamilika naona mambo yatakuwa mazuri. Kwa sababu ukiangalia hapa pikipiki ndani ya risali waweza zikapita hata 100 na zaidi pikipiki. Kwa hiyo na mmoja wapo kwa biashara hapa zinaenda tu vizuri. Kwa hiyo ikamilika sawa. Kwa hiyo uvumilivu wa kukamilika daraja hata kama imalize miaka 2 umoja sawa. Ila kwa sasa kilio tujengewe kivuko kwanza. Yani watujengee kivuko, sio mara leo saa moja wanaziba, mara watu wanapita, mara muda fulani wanaziba, muda fulani wanapita, hiyo sio. Kwa majina naitwa Sidat Saidi. Nipo mkoa wa Shinyanga. Ni mkazi wa mtaa wa Upongoji Bondeni. Labda tueleze hapo awali kipindi ambapo daraja halijavunjwa, hali ilikuwaje sasa? Kiukweli hali ilikuwa ni ngumu ya daraja kwa sababu daraja ni dogo, upitaji, ajali zinatokea mara kwa mara. Ila naona serikali wamelitambua hilo na wameliona kwamba wanaweza kufanya marekebisho, lakini
Kwa sasa hivi tunapitia wakati mgumu sisi bodaboda. Kama ulivyoona nilipotokea. Sijajua umeniona nilipotokea. Nimepita huku ndo barabara ambayo nimetokea. Ina maana hapa sasa hivi kuna ugumu wa barabara. Kuna mzunguko mkubwa ambao sisi tunapata ugumu wa kuzunguka. Kwa hiyo tunaomba serikali watutengenezee sehemu ambayo tutaweza kupita kiurahisi ili tuweze kufanya kazi zetu kiurahisi na sisi pia. Kubwa zaidi ni kukamilika kwa daraja. Labda wito wako ni upi kwa serikali? Wito wangu kwa serikali watufanyie kitu cha haraka kwa sababu mpaka sasa hivi tukiwauliza sisi wenyewe wakandarasi wanatuambia litatumia labda miaka 2 au 1.5. Na sisi tunaona miaka 2 au mwaka 1.5 ni muda mrefu sana ambao utatuathiri sisi kama bodaboda. Kwa hiyo watengenezee sehemu ambayo itakuwa ni rahisi kupita. Kama wakitutengenezea sehemu ambayo ni rahisi kupita basi hamna shida wao, ili mradi tu tuwaishie daraja na bado watengeneze daraja ambao ni pana ambalo halitotusumbua. Au ije itokee tena mara kwa mara wavunje tena barabara. Na hicho ndicho ambacho kimeendelea hapa baada ya kuzungumza na wananchi kutoka katika kata 2, kata ya Shinyanga mjini pamoja na kata ya Mwawaza. Jina langu ni Agostino Daudi na hii ni Lindimo Media kutoka Shinyanga.